Upande wa klabu ya Simba ambapo Simba bana wameondoka na makombe matatu. Wanatamba nayo huko mtaani. Pengine msimu ulikuwaje kwa upande wao kwa namna ambavyo ulivyotazama? Simba wamejirekebisha kutokana na makosa yao. Kumbuka Simba ilikuwa inafeli mbele ya Yanga si kwa changamoto ya kifedha kama vile ambavyo Yanga ilikuwa inafeli kwa Simba kwa changamoto ya kifedha, na Simba idominate ligi kwa advantage hiyo. Yanga ilidominate ligi ni kwa ubora wa ligi na ubora wa management yao waliokuwa nayo na uwezo wa kifedha pia. Simba ilikuwa inafeli kwa weakness ya management, lakini si kushindwa kifedha. Changamoto ilikuwa ni kwa kuwa na shabaha bora ya kuingia sokoni, ndicho ambacho Simba ilikuwa kinawafelisha. Lakini katika msimu huu kuweza kuchukua CRDB na hata kombe la Muungano pia ni kwamba kuna improvement kwa management yake, kuingia sokoni kwa kuleta watu ambao watakuja kuwa na mchango sahihi ndani ya Simba, unaelewa? Kwa hiyo imekuwa ni mafanikio kwa Simba katika msimu huu kuchomoka katika mikono ya Yanga. Yes. Kwa sababu Yanga ilikuwa inazoa makombe yote ya kwenye ushindani ambao ni bora. Tofauti na Simba miaka yake. Miaka yake Simba ilikuwa inachukua ubingwa katika ligi ambayo ni dhaifu, haina ushindani. Lakini kwa sasa unakuja kuona Yanga ilikuwa inachukua ubingwa mara 4 mfululizo au mara 5 mfululizo na ubingwa huu mkubwa kwenye ligi ya ushindani. Unaelewa vizuri? Kwa Simba mimi nawapongeza. Kuna kitu ambacho wameimprove kwa maana kwamba kuja kuleta ushindani mbele ya Yanga. Kumbuka hii Simba imegongwa mara 6 mfululizo na Young Africans katika mechi za ligi kuu na kushindwa kupata matokeo chanya hata mechi 2 za ligi kuu msimu huu ulioisha. Kwa hiyo ni improvement kwa Simba. Kupata makombe pia ni improvement. Licha kwa hiyo tukasema ni kama kipofu kaona mwezi, kwa sababu kupata makombe ya miaka 4 mfululizo na mwaka wa 5 mfululizo katika kombe la ligi. Kwa ni improvement kwa Simba. Wana kila sababu ya kuweza kuwa na time ya kujipongeza zaidi, kwa sababu haya yote kwa nasikia na Jangwani yanapita Kariakoo kwa nidhamu kubwa, wanaenda wapi? Lakini maswali nikaa nimeyapata, kama watu walikuwa wanachukua makombe mara 5 mfululizo kwa nidhamu kubwa, wewe umepata kombe dogo, si ndio? Tena dakika za jioni kabisa unakwenda kufanya uhuni, inanipa mashaka kidogo. Wanaelewa vizuri, lakini Simba nawapongeza, wamepambana. Sawa. Pengine labda Simba warekebishe sehemu zipi kwenye viungo, washambuliaji, goalkeeper ama wapi ili waendelee kufanya vizuri msimu ujao? Mimi kiukweli hakunaga timu inaweza ikawa na wachezaji wote perfect, ila wako wachezaji ambao watakuja kubeba madhaifu ya wenzao madogo madogo. Mimi kiukweli sioni haja ya Simba kufanya usajili. Sioni. Mimi kwangu sioni. Kwa sababu hata Barcelona ile ya moto kweli walikuwa nafichiana weakness. Siko na kwamba Xavi alikuwa ni bora yeye peke yake kwenye timu. Sika na kwamba ndio maana Xavi, Iniesta, Busquets walikuwa wanaziba mianya ya mapungufu ya kina Gerard Pique na wakina Puyo. Hiyo ilikuwepo. Unaona vizuri? Yaani kwamba timu yote iwe bora kabisa hivi, hapana. Kwa sababu uwanjani wanafanya majukumu kwa kutegemeana. Na ndio maana kuna huyu mzuri sana kwenye kukaba, huyu si mzuri sana kwenye kukaba, huyu mzuri sana kwenye kuscore, huyu si mzuri sana kwenye kuscore. Iko namna hiyo. Unaelewa vizuri? Kwa mimi Simba kwa hivyo ukiniambia, sioni haja ya kuingia sokoni kufanya usajili tena, ila ni kuifanya timu iwe na coordination ya kucheza mwanzo mwisho. Sawa, tunaingia uwanjani, lakini je, how tunacheza katika coordination ambayo ni bora sote kwa pamoja? Mimi sioni haja, kwa sababu ukiangata Neo Maema amekuja kuwakia baadaye katika dirisha hili kubwa, dirisha dogo, kina Alassane Kante ambao anatajwa kuondoka, lakini mchezaji ambaye alikuwa na deserve katika kuweza kuondolewa pale ni hao ambao kama kina Soa ambao hawajamalizana vizuri katika issue zima ya discipline, lakini pia mtu kama Baja Bere ambaye kuja kuongeza wawili tu, lakini sioni haja ya kuingia sokoni kwa nguvu kubwa, utaharibwa wote. Lakini Kasali anahusishwa kuondoka ndani ya klabu ya Simba. Goalkeeper huyo. Mimi nadhani Kasali kumuondoa ndani ya Simba ni mihemko tu. Ni mihemko, lakini hana ubaya wowote.
kwangu ni mistake za kawaida. Yani usitake unajua shida, Simba wanataka kumlazimisha Kasari awe kama Djigui Diarra, atavunjika. Kila mtu anacho cha kwake. Yani usitake Djigui Diarra huyu tunamtaka Kasari naye awe kama Djigui Diarra. Kila mtu anacho cha kwake. Kwa wao waangalie wapi kuboresha kwa Djigui Diarra. Anapaswa kufanya nini? Idara ya magolikipa ya Simba kumboreshea Djigui Diarra, Kasari awe namna gani, apunguze yapi, lakini sio kipa mbaya kwangu lakini sio kipa mbaya, ila ukimkompea na Djigui Diarra mtafungwa kila siku. Niwaambie ni kweli. Na ili aendelee kuwa bora, benchi la ufundi la Simba katika idara zima ya magolikipa wamuulize Djigui, hao anakuwa na ubora wa aina, atamfundisha akajifunze sana. Ili Simba awe bingwa wa ligi kuu Tanzania bara ni lazima mfunge Yanga mechi zote atakazokutana nazo. Ukweli huko namna hiyo, kwa sababu Simba na Yanga zina possibility ya kushinda mechi walau 22 kwenye msimu mmoja, Simba na Yanga. Huko kwingine huko ni kuweza tu kutembea na kupambana. Ushindano ukiukuta ni kwa bahati nasibu sana. Unaelewa vizuri? Ni kwa bahati nasibu sana. Ndio yale tayari kamng'ang'ania Simba, kamng'ang'ania Yanga, lakini msimu unaofuata shagati yale anafungwa mechi zote. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo hiki ambacho kimetokea ni kama surprise, kila mmoja akutegemea. Why? Ni kutokana na nature ligi yetu ambayo tuko nayo. Unaelewa vizuri? Ina ushindani, lakini ni ushindani ni wa homa ya degedege. Yaani ushindani wa ligi yetu ni ushindani wa homa ya degedege. Yaani hii Dodoma ambayo imeng'ang'ania Yanga, unashangaa msimu unaokuja nafungwa mechi zote vizuri tu. Hii TRA ambayo imeng'ang'ania Simba, msimu ujao unashangaa ikutana Simba inapigwa mechi zote vizuri tu. Ni homa ya degedege. Lakini msimu imeng'ang'ania. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo kikubwa ni kuokota alama mahali pote. Kwa sababu ukiangalia katika misimu 4 mfululizo, Simba haikutaka unafiki. Ikasema wewe Yanga ni bingwa, nipige kihalali kabisa, ninakukabidhi ubingwa, kwa sababu mara 4 mfululizo ubingwa wa ligi kuu Simba imeikabidhi Yanga ubingwa kwa mikono miwili. Lakini walikuwa mbioni. Na ndio maana ikagongwa mara, yani home and away. Home and away. Misimu 4 mtawalia. Kwa sababu gani? Yanga ilikuwa ina quality kubwa. Msimu Simba wakaleta quality wakashindana. Lakini bado quality ile haikuifikia Yanga, kwa maana kwamba Yanga kupoteza alama zote 3. Sawa? Na ndio maana mimi mtu akija akiniambia mchambuzi sio nani kwamba Simba ilistahili kuwa bingwa, huyo ni mwenda wazimu kabisa. Ndio uhalisia. Lakini tuliona mambo yalivyokuwa. Yapi? Walikuwa hivi na hivi. Sambamba na hayo. Kwamba walikuwa hivi na hivi, pengine sijaelewa maanisha nini. Lakini mpaka dakika hii tunapozungumza, bingwa ambaye ni bora wa ligi kuu Tanzania ni Yanga. Kwa sababu gani? Yanga imefunga goli zaidi ya 60 au 70 kama sitokosea. Ina alama zake za kumwaga Simba ambazo haiwezi kuifikia. Inakuwaje Simba bora? Ndio maana nikasema mapema kabisa, wachambuzi, hata kama inavyosemekana kuna vitu mnapewa, mpira ni science. Hii Simba imeangusha alama lukuki kwa Pamba huko, si kwa nani, TRA Dodoma. Mbona mpigii kelele zile? Mnapigia kelele za Zanzibar. Mbona Zanzibar hata Yanga pale nyongwa, si kuitokea offside ya Magumashi? Sasa kumbe nini? Simba offside ya Magumashi, Yanga offside ya Magumashi. Umeona Yanga wamepiga kelele? Lakini wao wanachozungumzia ni kwamba kama waliweza kucheza pungufu na wakashinda, imekuwaje Zanzibar wakawaachia pointi zote hizo? Kwa maana kwamba ya kikosi cha Azam. Kuna kitu kimoja. Timu kuwa pungufu haimaanishi kwamba unashinda kihalali. Ya unashinda kiuwepesi. Hii Simba ishawahi kushinda mbele ya Yanga ina wachezaji pungufu. Kale alipewa Javier Besala Bukungu. Simba wakaenda kashinda. Si ndio? Walichekwa. Kwa sababu faida ya kuwa na timu kucheza nayo, yani ugumu wa kucheza na timu ambayo ni pungufu, cha kwanza wanakuwa na umakini. Kwa sababu gani? Kuna mmoja wetu amepungua. Unaelewa vizuri? Lakini mnapokuwa wote, sometimes kunakuwa na mistake. Na ndio maana wewe angalia timu yoyote ambayo imecheza pungufu ni mara chache mno kupoteza mechi. Kwa sababu gani? Awareness inaongezeka. Unaelewa vizuri? Kwa leo ukiniambia kwamba hii Yanga ilistahili, Yanga
haikustahili kuwa bingwa. Wewe ni muuni tu kwenye mpira. Umefakamia tu kwenye kamera hizo na kuanza kutoa michango yako. Lakini kiuhalisia Yanga, mimi natoa tangazo la taifa. Tangazo hilo? Yanga ilistahili kuwa bingwa wa ligi kuu. Kwa nini? Na ndio maana inaongoza alama nyingi, magoli mengi, magoli ya kufungwa machache. Yanga ukiwaangalia wachezaji wao wana namba nyingi ya mchezaji mmoja mmoja kuliko timu yoyote. Wewe kwako hata kapatikana Elie Mpanzu peke yake na Libasege, wengine hawa nenda kwa Yanga Africans. Pacome na magoli ya kutosha, Mudathiri na magoli ya kutosha, Dube alikuwa na magoli ya kutosha, Depo na magoli ya kutosha, Alan Okello na magoli ya kutosha, Duke Abuya na magoli ya kutosha. Aya, wewe unasemaje? Inahitaji akili ndogo sana kuibedha Yanga ubingwa wao waliokuwa nao, na ni upunguani wa kupitiliza kuibedha Yanga kwa ubora waliokuwa nao wa kuchukua ubingwa wa kichampioni na si wa winner. Yes. Sawa, pengine kuelekea kwenye mashindano ya kimataifa kwa sababu lengo kuu ni mashindano hayo ya kimataifa. Simba wanatakiwa kujiweka vipi hasa kuelekea kwenye mashindano hayo? Mimi kwangu Simba ambacho naweza kusema kwa coach Beka ni kuifanya Simba kuwa na uwezo wa kucheza na mpinzani wa aina yoyote. Simba unaweza ukaiona ni bora inapokutana na timu za ligi kuu. Yanga unaweza ukaiona ni bora inapokutana na timu za level ya ligi kuu. Ila wanapokutana na timu ambazo zina ubora, Simba na Yanga wana changamoto wanapokumbana na timu ambazo wanapishana nazo. Kwa Beka la kumshauri ni kuweka mazingira sahihi hayo. Je, Libase akifichiwa space ana uwezo wa kulazimisha space? Anise Oura wao ni mchezaji mzuri, akikutana na watu wameficha eneo la kucheza anaweza akalitafuta eneo la kucheza? Na ndio maana hata huyu Chama anayeimbwa, Chama anaimbwa kwa mechi za nyumbani za kimataifa hapa, sio nje. Unajua unashindaje hapa nyumbani? Anaimbwa kwa sababu ya mechi za hapa nyumbani ambazo pia sio za knockout, hatua ya makundi na kushuka chini. Sawa? Yaani magoli yake yote kwa kwenye list ya wachezaji ambao wamefunga magoli mengi Afrika kwenye klabu bingwa, magoli mengi ameyapatia kwenye hatua ya makundi na kushuka chini, sio kuamua mechi kwenye mechi ya mtoano, kwamba sasa Chama kaamua gemu ya mtoano kwenda robo finali. Sio na vizuri, yaani kutoka robo finali kwenda katika hatua inayofuata hakuna. Ni moja kati ya eneo ambao tuna weakness nalo kwenye timu zetu. Kwa nini? Approach ya game ya mtoano inatofautiana. Kwa hiyo unapaswa kuja compact kulingana na mpinzani ambaye unakwenda kukutana naye. Lakini vinginevyo ukija kindezi yale. Kwa coach Beka ana kikosi kizuri cha Simba. Lakini je, umemwona akikutana na watu ambao wanapishana? Na hili ukitaka kuliona, angalia mechi ambazo anakutana na Azam. Ubora si unafanana, waamue kucheza mechi. Unakuja kuona kuna mapungufu mengi ambayo unayaona. Kwa nini tu alifanya vile? Kwa nini nani alifanya vile? Ni kwa sababu wanakutana na watu ambao wanapishana. Unajua ukicheza mara nyingi na mpinzani ambaye uwanja unainama kwake muda mwingi, ujifunzi kitu. Kwa sababu wewe unakuwa ni mtu wa kushambulia tu. Ushambuliwe wewe ili kujua makosa yako wapi. Kwa kikubwa cha kuzingatia ni hicho. Na sio kwa Simba tu, hata kwa Yanga lazima waboreshe katika eneo hilo. Unaelewa vizuri? Hata kwa Azam pia. Kote. Bado ni changamoto, yaani timu zetu zote ambazo zinashiriki kimataifa lazima zijipange katika hilo eneo. Sawa, pengine napo kwa klabu ya Simba mchezaji yupi ambaye kwako ni mchezaji bora katika msimu huu? Mimi kwangu Simba mchezaji ambaye ni bora Simba Elie Mpanzu. Elie Mpanzu anafuata Libasege. Yaani hao ndio wachezaji ambao nawakubali Simba asubuhi, mchana, jioni. Libasege na Elie Mpanzu. Sawa. Hao wengine wote mapambano ya utangulizi. Ndio walisi. Lakini Libase na Elie hao ni wachezaji ambao game ya aina yoyote wana uwezo wa kupush, kupiga, kutafuta space.
Yes. Au unaweza ukachukua na ukawaachilisha Young Africans pale. Yaani hao timu yote nchi wanacheza. Yaani kama unacheza Simba kikosi cha kwanza kwenye ligi ya ushindani raundi hii, popote unacheza. Kwa Simba unacheza, kwa Yanga unacheza. Yeah. Sawa, tetesi zipoje pale Msimbazi? Issue kubwa ambayo ilikuwa natikisa ni ya Fei ambayo ishakwama mpaka hivi sasa. Labda au watu waje wanithibitishie kwamba Chuma sisi tunamsajili Fei Toto kwa bilioni 3 hii na risiti hii, sio usajili wa vivichoni. Leteni, manake Faisal mmoja ni iliza 3. Nakwambia Faisal gharama yake ni kubwa sana. Kwa hiyo issue ambayo ilikuwa inavuma ni ya Faisal ndani ya kikosi cha Simba ni asilimia kubwa ni hiyo, lakini wengine wote bado, kwa sababu dirisha ndo kwanza limeanza. Sawa, lakini kwa upande wa kuondoka kwa wachezaji halipoje? Kwa wachezaji wa kwanza ni Bajaber ambaye mimi nilisema kabisa huyu hii ni kichomi, lakini mtu kama Neo Maema pia kuna possibility ya kutoendelea msimu, na Alassane Kante na Nabi Kamara ambaye tayari hayuko ndani ya Simba. Kwa hiyo ni possibility ya Neo Maema, licha kwa mimi naamini ni mchezaji mzuri sana tu Neo. Licha ya kuwa management ni kuna mvutano, huyu abaki, huyu wengine wanasema asibaki, lakini mchezaji mzuri ambaye pia anahusishwa kwamba huenda akaondoka mazima ndani ya kosa ya Simba kwa sababu yuko ndani pale ya Simba kwa mkopo akitokea Mamelodi. Kwa possibility hiyo ni kubwa. Sawa, unahitimisha vipi hapo kwa upande wa klabu ya Simba? Kubwa ni kuleta wachezaji ambao ni sahihi. Kama wanaingia sokoni kweli. Kuleta wachezaji ambao ni sahihi. Lakini umesema kwamba wasifanye usajili. Umesema wasifanye usajili. Kama ndio maana nikasema kwa sababu kuna ambao wanaondoka. Kwa sababu bado ina namba ya kusajili wachezaji wa kigeni. Kwa kama itaamua kwenda kuingia. Kwa sababu mimi nilikuwa naona kwamba Kante, Neo Maema ni kuweza kumalizana nao waendelee kusalia. Sioni haja. Ukimwondoa Bajabeli ambaye ashapotea muda mrefu na soa issue yake namna ambavyo ilivyo. Labda ni hao wawili. Lakini sioni haja ya kuvunja kibuu kuingia sokoni kwa nguvu. Sioni. Lakini wewe unaona ni bora zaidi kusajili wachezaji wazawa kutoka hapa nchini Tanzania ama kusajili wachezaji wa kigeni? Mimi nadhani Simba kwa wachezaji wazawa kama wamemkosa Faisal Salum. Sioni haja kusajili mchezaji mwingine. Hakuna. Mchezaji ambaye anakuvutia kwa sasa mwenye form bora ni Faisal na Nado peke yake. Unamchukua nani mwingine? Hapo wachezaji. Hakuna. Hatuwezi kufanya usajili wa kizalendo tu. Hapana. Wako ni wawili, Nado na huyo bwana mdogo nani Faisal Salum. Sawa, nikutakie siku njema na wakati mwema. Haya, shukrani pia.